Karibu sana mtazamaji wa Zone Media kwa mara nyingine tena. Jina langu naitwa Victor Moshi na hapa nina taarifa ya hivi punde ni kwamba jeshi la Israel limeweza kushambulia kwa mabomu mji mkuu wa Yemen Sanaa, likijibu mashambulizi ambayo Wahouthi waliyafanya siku ya hapo jana. Taarifa inasema vikosi vya anga vya Israel Alhamisi jioni vimefanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Yemen Sanaa. Jeshi la Israel limesema lilipeleka makumi ya ndege za kivita pamoja na vitengo vya msaada wa anga kushambulia makao makuu ya wakuu wa jeshi la Wahouthi pamoja na ofisi za ulinzi na ujasusi wa kundi hilo. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, maeneo yaliyolengwa yalihusisha makao makuu ya idara ya propaganda ya kijeshi, taasisi za serikali, maghala ya silaha na kambi za kijeshi yenye wanajeshi. Mashambulio hayo kwa mujibu wa jeshi la Israel ni majibu kwa mashambulizi ya makombora na droni ya Wahouthi dhidi ya Israel katika siku ya Jumatano kwenye mji wa Eilat. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema mashambulizi hayo yenye nguvu yamewaua makumi ya wapiganaji wa Wahouthi kupitia taarifa aliyoiweka kwenye mtandao wa X. Wakati huo huo, Channel 14 ya Israel ilidai mashambulizi hayo yamelenga pia maafisa waandamizi wa Yemen na miundombinu ya kiserikali. Mashambulizi haya yalitokea sambamba na hotuba ya kiongozi wa Wahouthi Abdel Malik al-Houthi, lakini hadi sasa kundi hilo pamoja na mamlaka rasmi za Yemen bado hawajatoa taarifa yoyote kuhusu ukubwa wa uharibifu au idadi ya vifo na majeruhi. Taarifa za awali kutoka kituo cha habari cha Al-Masirah zilisema maeneo mengi ndani ya Sanaa yalishambuliwa, ingawa bado haijulikani kwa undani madhara yaliyosababishwa. Hii ni taarifa ambayo imetufikia vipunde mtazamaji wa Zone Media, ambayo inaelezea ni kwa jinsi gani jeshi la Israel limeweza kufanya mashambulizi huko Sanaa nchini Yemen, ambapo mashambulizi hayo yanaonekana kuwa ni makubwa sana na moshi mkubwa umeonekana katika mji mkuu wa Sanaa. Hapa jeshi la Israel limetekeleza mpango huu kwa ukubwa sana kwa jinsi ambavyo taarifa imeweza kutoka na picha ambazo zimeweza kusambaa mtandaoni, kwa sababu maeneo ambayo wameyalenga ni makao makuu ya kijeshi ya Wahouthi, lakini idara ya ulinzi na ujasusi ya Wahouthi hapo nchini Yemen, lakini idara ya propaganda ya kijeshi, vile vile maghala ya silaha na kambi za wanajeshi, lakini taasisi za serikali. Hii ni kwa mujibu wa chaneli 14. Ni kama vile Israel wamekwenda kulenga maeneo yote ambayo Wahouthi huwa wanayatumia kwa shughuli zao za kijeshi hapo nchini Yemen. Taarifa pia za hivi punde ziliweza kuthibitishwa na Al Jazeera, ambapo waliweza kuonyesha moja kwa moja direct kutokea Sanaa nchini Yemen, moshi mkubwa ukionekana kupanda juu dhidi ya shambulizi ambalo limefanyika hivi punde tu hapo nchini Yemen. Lakini kwa tafsiri hii inaunganishwa na tishio la waziri wa ulinzi wa Israel Katz wiki iliyopita siku ya Jumatano. Alizungumza kwamba sasa ni zamu ya Abdel Malik al-Houthi, kiongozi wa Wahouthi nchini Yemen, ambaye alitangaziwa kwamba yupo kwenye mtego wa kuweza kuuawa wakati wote kuanzia sasa. Hivyo kupitia mashambulizi haya ni kwamba hii inamaanisha Israel imejaribu kuua viongozi na kuvunja mifumo ya uendeshaji wa Wahouthi hapo nchini Yemen. Taarifa bado hazijaweza kuthibitishwa, lakini tayari wasiwasi mkubwa unaibuka kufuatia mashambulizi haya ambayo Israel imeweza kuyafanya katika taifa la Yemen kwenye mji mkuu wa Sanaa. Wahouthi waliweza kushambulia Israel katika mji wa Eilat uliopo kusini mwa Israel siku ya hapo jana kwa kuweza kurusha droni na kulenga karibu na hoteli, ambapo watu takriban 20 waliweza kujeruhiwa, huku watu 2 hadi 3 wakiwa kwenye hali mbaya zaidi. Sasa jana mtazamaji, nilikuripotia taarifa hii ikieleza wazi kwamba jeshi la Israel huenda likafanya mashambulizi katika nchi ya Yemen wakati wowote kuanzia siku ya hapo jana, kwa sababu shambulizi ambalo jeshi la Yemen liliweza kulifanya lilikuwa shambulizi la hatari ambalo lilikuwa limeleta madhara makubwa katika eneo hilo, huku taharuki ikizidi kuongezeka pamoja na viongozi wa Israel wakizidi kuwa na wasiwasi kutokana na Wahouthi kuweza kufanya mashambulizi katika nchi ya Israel. Sasa basi, kwa muktadha wa kawaida ni kwamba kufuatia mashambulizi haya ambayo yanaonekana katika ukanda wa Mashariki ya Kati, yanaleta picha na yanafungua sura mpya ya vita kati ya Israel pamoja na Yemen direct, moja kwa moja. Kama ni kweli taarifa zitathibitisha kwamba kuna baadhi ya viongozi wa jeshi la Yemen ambao ni Wahouthi wameweza kufariki, basi sina shaka Israel itaingia kwenye vita moja kwa moja pamoja na Wahouthi wa nchini Yemen. Wana sifa moja kwamba hawa ni wabishi, wanaweza kupigana muda wote bila kuchoka na bila kukata tamaa. Sasa kufuatia
mashambulizi haya ambayo yameweza kufanyika na jeshi la Israel, huku waziri wa ulinzi wa Israel Katz akichapisha kwenye mtandao wake wa X akithibitisha kwamba rasmi wameweza kulenga maeneo na ofisi ambazo ziko pale nchini Yemen, makao makuu kabisa ya jeshi la Wahouthi kutoka pale nchini Yemen, inaweza kupelekea mvutano mkubwa lakini na wasiwasi mkubwa. Macho na masikio ya watu wengi ni kutaka kusikia ripoti ambazo zitatoka kutoka kwa jeshi la Yemen, ambapo msemaji wao Yahya Saree huenda akathibitisha mashambulizi haya ambayo yamefanyika, lakini kiwango cha uharibifu ambacho kimefanyika, kama kuna majeruhi, lakini kama kuna vifo ambavyo vimeweza kutokea, kwa sababu wamelenga pale pale center kwenye makao makuu ya jeshi la Yemen. Swali ni je, katika mashambulizi haya ambayo Israel imeyafanya, mifumo ya ulinzi wa anga katika jeshi la Yemen ilikuwa wapi? Mbona moshi mkubwa umeonekana, lakini video pia imeweza kuonekana ya wazi kabisa ikionyesha shambulizi ambalo Israel imeweza kulifanya moja kwa moja. Lakini hapa Israel inadai kuwa makumi ya wapiganaji wameweza kuuawa, lakini Yemen haijaweza kuthibitisha mpaka hivi sasa, na hakuna taarifa rasmi ya Yemen kuhusu idadi ya vifo au uharibifu wowote ambao umeweza kutokea katika mashambulizi hayo. Lakini kuna kitu kimoja cha kuangazia hapa, ni kwamba wakati wa shambulio linafanyika kulikuwa kuna hotuba ya Abdul Malik al-Houthi, jambo ambalo linaloweza kutafsiriwa kama jaribio la kudhalilisha uongozi wa Houthi na kuvuruga ujumbe wake. Kama Abdul Malik al-Houthi, kiongozi wa Houthi, alikuwa akihutubia na Israel ikafanya shambulizi, basi inaweza kupelekea taarifa za baadaye zisiwe za kufurahisha sana katika nchi ya Yemen, lakini vile vile kwa uongozi mzima wa Yemen katika jeshi la Wahouthi pale nchini Yemen, kwa sababu hata kipindi kile ambacho aliuawa waziri mkuu ambaye Ahmed al-Lahawi na shambulizi la Israel, hivyo walikuwa kwenye kikao cha viongozi wa serikali ya Wahouthi pale nchini Yemen, ambapo Abdul Malik al-Houthi alikuwa kiongoza cha kikao. Mwisho wa siku Israel ikafanya shambulizi na kuweza kuua baadhi ya viongozi katika kikao hicho. Walifika takribani viongozi kama 12. Sasa hapa inatoa tafsiri ya wazi kwamba huenda kukaa kuna wasiwasi mkubwa kwa hichi ambacho Israel imeweza kukifanya. Na Israel Katz alizungumza Abdul Malik al-Houthi ajiandae kwenye mashambulizi haya, na Israel imekwenda kufanya. Hii inakwenda kuleta vita vikubwa sana katika ukanda Mashariki ya Kati, ambao mvutano pale Gaza haujaisha. Sasa nchini Yemen mvutano rasmi unakwenda kukua kwa ukubwa wake, lakini kuendelea kuwa hatari na kutishia maisha ya watu ambao wanaishi nchini Yemen. Mtazamaji wa Zone Media, kuna vitu vingi sana ambavyo vitakwenda kutokea kufuatia shambulizi hili ambalo Wahouthi wameweza kulifanya, lakini ni kusii tu ili kuweza kuhabarika zaidi na kuweza kufahamu chote ambacho kinajiri katika uga wa kimataifa, hasa taarifa hii ambayo imetufikia hivi punde. Basi salia na Zone Media hapa. Kama bado hujaweza kusubscribe, ni kusihi ni kuombe uweze kusubscribe, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, ili basi katika wakati mwingine mtazamaji uungane na sisi katika taarifa zetu. Mimi naitwa Victor Moshi, kana mimi muda wote nikuletee mambo ambayo yanajiri kwenye uga wa kimataifa.